Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu ya murajaa wa baadhi ya masomo ya Nahjul Ghallai Islamia, tukukaribisha katika ukumbi wetu hunu leo tukiwa na somo la usulul fiqhi tamdhibul basair ya faslu sabi' katika kaida ya kwanza sehemu ya pili, ambayo ni waktu niyati wa mahalluha, wakati wa nia na mahala pania. Waktu niyati, wakati wa kutia nia ni wakati gani? Wa mahalluha, na mahala pa kutia nia ni wapi? Al-aslu shina anna wakta niyati, ya kuwa wakati wa nia, yani wakati wa kutia nia, awwalul ibadati, ni mwanzo wa ibada, wa ghairiha, na sehemu nyingine zisokuwa ibada, nia ni pale mwanzo wake, wa nahwiha, na mfano wa ibada. Wa kharaja an dhalika, na imetoka kutokana na hayo maelezo ya kuwa asili ya nia ni mwanzo wake, as-saumu, saumu. Wa kharaja an dhalika, na imetoka kutokana na maelezo ya kuwa nia ni mwanzo wa ibada, as-saumu, saumu. Fayuwiza, ikajawizishwa, yani ikasemekana yafaa, takdimu niyatihi, kutanguliza nia ya saumu, ala awali alwaqti, juu ya mwanzo ya wakati, yani kabla ya mwanzo wa wakati wa ibada. Ala awali alwaqti, juu ya mwanzo wa wakati, yani wa kufanya ibada. Na ila sababu ya saumu kuvuliwa, kufanyiwa istithnai, kuwa nia isiye mwanzo wa kufunga, ni usru muraqabati alfajri, ni ule uzito wa kuchunga wakati wa alfajiri. Alfajiri huwa ni usiku kule uingia, na ghaliban aghlabia watu wamelala. Sasa wale watakaokuwa macho ni wachache, watakaopata itakuwa ni taklifu, na pana kaida uko mbele tutaisoma, almashaqqatu tajlibu taysira, uzito unavuta wepesi. Wa idha dhaqatil amru ittasa'a, idha dhaqa al-amru ittasa'a, jambo likiwa lina dhiki basi linakunduka. Walmashaqqatu tajlibu taysira, na uzito unaleta wepesi. Wa mahalluha, na mahali pa nia, alqalbu, ni moyoni. Nia mahala pake ni moyoni, ndiyo asili. Wala yakfi, wala haitoshi, atalaffudhu billisani dunahu, kutamka kwa ulimi nia, dunahu, pasi na kuitia moyoni. Wala yushtaratu, wala haisharitizwi, ma'al qalbi, pamoja na kuitia kule moyoni mwako nia, atalaffudhu, kuitamka. Si sharti kuwa ukishatia moyoni lazima utamke. Ukishatia moyoni imetosha. Kule watalaffudhu biha as-sunnatu, kuitamka ni sunna kwa wanazuoni wetu, na ziko dalili zake ama dalili zao. Moja ni wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kuja nyumbani akakuta hakuna chakula na ni wakati umesonga, basi Mtume akamwambia mke wake, mimi nimefunga. Ni hadithi iko, ukitafuta utaipata. Mtume kumwambia mke wake mimi nimefunga, ni kuitamka ile nia yake ambayo ameitia. Kwa hivyo ile kutamka nia hapo ni moja katika ushahidi kuwa ni sunna.
Na sunna ni kitu hakitaki mvutano. Ukiwa wewe hukubali usifanye, lakini usimpinge na kumzuia yule ambaye pengine ameona yeye kwake ni sunna. Na walau ikhtalafa lisanu walqalbu, na lau utakhtalifiana ulimi na moyo, utakhtalifiana ulimi watiania ya alasiri na moyoni wewe umehudhurisha adhuhuri. Hutokea mtu ya swala ya dhuhuri akatia kwa mdomo swala ya alasiri, sasa itakuwaje? Falibratu bima fil qalbi, mazingatio ni yale yaliyoko moyoni. Falibratu bima fil qalbi, mazingatio ni kwa yale uliotia moyoni. Wal aktharu, na wanazuoni wingi zaidi wanasema anna niyata, ya kuwa nia ama hii ni nia, ruknun fil ibadati, ni nguzo katika ibada zote ama ibada mbalimbali, ni nguzo katika ibada. Liannaha, kwa kuwa nia dakhilun fil ibadati, iko ndani ya ibada. Dakhilul ibadati ni yenye kuwa ndani ya ibada. Kwa hivyo hauwezi ukaingia kwenye ibada bila ya nia, na ukianza kufanya ibada hapo hapo watia nia. Kwa hivyo ina maambatano. Wa shurutu niyati, na nia iko na sharti zake. Wa shurutu niyati, na sharti za nia. Al-Islamu, ya kwanza ni Uislamu, na ni muhimu sana kujua vitu kama hivi, kwa sababu hutokea kuna wasiokuwa Waislamu kutaka kufanya baadhi ya mambo ya Kiislamu, watafanya tu, lakini ule udhu wa wasiokuwa Waislamu hauswihi. Na moja linalofanya lisiswihi ni kuwa sharti ya nia ni Uislamu, na yeye si Muislamu, atatiaje nia ya udhu? Kwa hivyo atatawadha kama kutawadha, lakini si udhu. Ama wakati mwingine ushika mswahafu, basi huwa la yamassuhu illa almutahharun. Watamizu, na kupambanua ni sharti nyingine hiyo. Na kupambanua pana maelezo mbalimbali ya kupambanua, ni kiasi gani cha kupambanua. Wengine wameweka umri miaka 7, wengine wakasema pia aweze kupambanua la usawa na la makosa. Basi mtoto akipambanua na akawa ana miaka 7, huyu ataweza kutia nia ya udhu. Na ndiye ikatakiwa kwa mzazi ambaye yajua mtoto wake hajafika miaka 7, asipende kumtuma mswahafu, kanilete mswahafu aende, ama watu wazima ambao wako msikitini utuma vijana miswahafu, hata kama wametawadha na ni duni ya miaka 7 ama hawajakuwa mumayizina, huwa ni makosa na madhambi utapata wewe mtu mzima. Wal ilmu bil manwi, na kujua kwa kile unachokitilia nia ni sharti katika nia. Sio yatia nia ya jambo na ulijui, ni makosa. Ndio kule katika swala wal ilmu bifardhiyatihi, katika safina kuna ibara kama hiyo, wal ilmu bifardhiyya, na kujua kwa ufaradhi wake. Maanake wewe watia nia ya fardhi dhuri, hiyo dhuri yenyewe waijua, sio watia nia na kile unachokitilia nia ukijui kama. Wa an la ya'tiya bimunafin, na asije na lenye kukanusha ambalo walitilia nia. Wa an la ya'tiya bimunafin, na asije na lenye kukanusha ama kupingana na ambalo walitilia nia. Wa minal munafi, na ni miongoni mwa yenye kukanusha ama kupingana na unayoyatilia nia, adamul qudrati ala almanwi,
kukosekana kuweza ama uwezo juu ya lile unalolinuilia. Watiania ya jambo wala huna uwezo nalo, sema watiania ya haji na huna uwezo wa kwenda haji, watiania ya saumu na wewe ni mgonjwa, nawaitu saumu nawaitu sauma ghadin, na wewe maridhun mwenyewe ameambiwa fa'iddatun min ayamin ukhar, na wewe tena nawaitu sauma ghadin. Hiyo ni munafi, ama radhi ni katika munafi. Huna uwezo wewe wa pesa, huna uwezo wa siha, watiania nini? Wataraddudu, na kuwa na taraddud, kurudirudi ama kuwa na shaka katika lile jambo unalolinuia. Ataraddud huwa adamu thabati ala ra'yin muayyanin, ni kukosekana kuthubutu katika maono mamoja, mara wataka huku mara wataka huku, haitosui hiyo nia. Waad ndio katika fiqh, ikiwa mtu ametia nia kuwa mtu fulani akitokea nitavunja swala, hata akitimiza haisui kwa sababu amekuwa na taraddud. Wa adamul jazmi fiha, na kukosekana kukata katika nia. Ikikosekana kukata katika nia, maana kukata hapa kwa lugha nyingine kuamua 100%, ndio jazmi, kukata. Hata Waswahili wasema kukata kauli, nishakata kauli, maanake umeamua neno moja. Basi lazima ukitia nia ya kufanya jambo ufanye, lakini ikiwa huja kuwa na kauli moja, hujakata kauli moja, mara uko waswali na gari la kusubiri, ukisikia mafuta ya nguruma wewe utaka kutoka mbio. Wewe hujaamua, amua kuswali hiyo muswalatul musafir. Hata gari ukisikia la gonga, twende endelea tu, umetia nia wewe swali maliza. Lakini ukasema watanswali hapa, kisikia mafuta ukanyagwa gari ugongwa, mimi nitavunda swala. Hata lisipogongwa na likaondoka, swala yako haiswi. Kwa sababu ya nini? Adamu jazmi, umekosa kukata katika nia yako. Inshallah mpaka hapa tutakoma. Allah atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Kwa taksiri makosa yote tutaelezana katika sehemu ya comment. Tusisahau kulike, kushare na kusubscribe. Wa as'ada Allahu awqatakum wa radiyallahu an mashaikhina al-ahya'i minhum wal amwat wa ila al-liqa.